Tunaenda tena kushukuru Mungu kwa magharibi ya leo. Thank the Lord for this evening. Ni magharibi mazuri. It's a good evening. Yule nyewa neno la Mungu nasema ya kwamba wawili watatu walikutana kwa jina lake na yeko pale. The evening that the word of God says, if 2 or 3 gather together in His name, He's with them. Jo kwa wakati hiyo magharibi ya sasa. For that this evening, ni kwa sisi pia wakati mazuri ya kusikia nini Mungu anataka kusema kwetu. It's a good moment for us to listen what God wants to tell us. Mbele ya yote tutaomba Mungu. Before all of these, we need to pray. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunafikia wewe saa hii. Tunahitaji nguvu za Roho Mtakatifu ipate na kutuchunga na itulinde wakati wa sasa. Tunakubariki kwa jina la Yesu Kristo. Father, we thank you, we give you glory and praise. This is a moment we want to hear from you. We need your power, we need your protection, and we need the Holy Spirit to help us to understand what you want to tell us this time. In Jesus' mighty name, amen. Hallelujah. Kweli namna tulitoka kusema, Like we just said, tuko mbele ya Mungu saa hii, we're in God's presence. na yoyote tunakutana kwa jina lake na yeko pale. And all who are gathered in His name is with them. Kwa hivi ujisikie huru For that, feel free, ya kwamba weko karibu na Baba. because you are with the Lord. Tutazungumza mambo madogo. We'll speak little things. Tutazungumza juu ya kukaa ndani ya upendo wa Mungu. We will talk about sitting in God's presence. Tukiona kukaa ndani ya upendo wa Mungu, If we see to sit before God's love, amana yake ni kukaa na kudumu pale. is to sit and dwell. Kudumu ni kukamata wakati mrefu pamoja. Is to take a long time together. Na kukamata wakati mrefu na Mungu And to take a long time with God, inaongeza upendo kati yetu na Mungu yule Baba wetu. it adds love between us and God. Na tunajua pia kwamba kama mtu anakaa na anapata wakati mingi na mtu mmoja fulani, We know even as human, if we sit and stay with someone for a long time, na utajua hali ya mtu yule na mtu yule atajua hali yako. you will get to understand the person's life and the person will understand yours as well. Na wakati kila mmoja na mmoja wanadumu pamoja, na watasikilizana na watakuwa na nia moja. And when two people are together, they'll get along and they will be together. Na wakati mnaendelea na kudumu pamoja, na utaona pia upendo itaendelea na kukomea katikati yenu. The longer you are with someone, the more love grows between you and the person. Na wakati unaendelea na kudumu pia pamoja na mtu, The longer you are with that person, utajua karakteri ya yule mtu mzuri. you will know the person's character. Utajua nini mtu yule napenda, You will know what the person loves. na mtu yule pia atajua vitu gani wewe unapenda ndani ya maisha And yako. that person will also know what you love. Na pale utaona kwamba mtasikilizana pamoja. Then you will see that you start getting along. Ni hivyo pia kwa sisi watoto wa Mungu. It's the same way for us children of God. Namna sisi watoto wa Mungu, Like because we are children of God,
kwa kukaa na kudumu ndani ya neno la Baba yetu, to sit and dwell before the Lord, inataka sisi tukae wakati mrefu na yeye. we have to stay with him for a long time. Hallelujah. Kwa hivyo tutaenda na kusoma habari nzuri, habari njema Yesu aliweza kusema kwetu. We're gonna read a good news that Jesus told us. Yesu anazungumza kwetu katika kitabu cha Yohani, John, Jesus talked to us in the book of John, chapitra yake 15, John 15, na verse yake 16. verse 16. Mtu napata anaweza kusoma. You did not choose me, I chose you and appoint you to go and bear fruit, the kind of fruit that endures, and so the Father will give you whatever you ask of him in my name. Hallelujah. Yesu anasema habari njema kwetu. God is giving us the good news. Anasema sio sisi ndio tunamchagua yeye, He said we are not the one who chose him. lakini yeye ndio anatuchagua. He's the one who chose us. Namna anatuchagua, Because he chose us, anataka hii uchaguzi kinye anafanya kwetu tupate na kumfahamu mzuri, he wants us to understand him since he's the one who chose us. na pale ndio tutazaa matunda mengi ndani ya maisha yetu. And that's when we're going to bear a lot of good fruits in our life. Hallelujah. Amen. Tunajua ya kwamba wakati Mungu aliweza kutuchagua, We know when God chose us juu alitupenda kwanza. because he loved us first. Namna alitupenda, Because he loved us, anataka sisi pia tumupende. he wants us to also love him. Hivi kila kitu chochote kinye tutaomba kwake, So that whatever we ask him, hivi tupate na kuipata yao. we will receive it. Lakini kwa kuipata yao, But in order for us to receive it, inataka sisi tuzae matunda mazuri. we have to bear good fruit. Wakati tutazaa matunda mazuri, When we bear good fruit, na hiyo matunda mazuri kinyewe tunazaa, hiyo ndio itapeleka sisi kwa kumjua yeye zaidi. those good fruit that we bear is what will take us to God. Hallelujah. Ndio neno la Mungu anasema ninawachagua ninyi. That's what the word of God says, I chose you. Kusema Mungu aliweza kutupenda ndio anatuchagua. God loved us, that's why he chose us. Namna anatuchagua, Because he loves us, inataka sisi pia tumpende. we have to love him back. Juu hatunge stahili kusimama au kusikilizwa na yeye pia. So that we stand there and get along with him. Juu hali yetu ilikuwa hali ya mabaya. Because our life wasn't good. Hali yetu ilikuwa hali ya dhambi. We were sinners. Hali yetu ilikuwa hali kiye asiyopendeza Mungu. We wasn't pleasing God. Juu kwa hivi Mungu anatuchagua tu na hali kinyewe tulikuwa naye. That's why he chose us the way we are. Anitupenda namna tulikuwa. He loved us just the way we were. Juu kwa hivi yeye anataka tuzae matunda mzuri. That's why he wants us to produce a good fruit. Anataka tukae ndani yake sawa yoyote. He wants us to sit in his presence all the time. Hallelujah. Amen. Kwani ndani yake ni pale ndio uzima iko. In his presence is where there's life. Ndani ya presence ya Mungu pale ndio furaha iko. In his presence is happiness. Pale ndani ya Mungu ni furaha kubwa. In God's presence is big happiness, lots of happiness. Ndio kwa hivi anataka sisi tupate hiyo furaha. That's why Yeah. he wants us to get that happiness. Na hiyo furaha ikuwe furaha ya milele. And that happiness to be eternal happiness. Ndio kwa hivyo anasema ya kwamba mubaki ndani yangu, mubaki ndani ya mapendo yangu.
That's why he says, stay, dwell in me and stay in my Na love. kama mnakaa ndani yangu, If you stay inside of my love, mutazaa matunda mazuri. you will bear good fruits. Hallelujah. Kwa kuzaa matunda mazuri, In order for us to produce good fruits, inataka tuishi ndani ya Mungu. we have to live in God. Inataka tukae ndani ya neno lake. We have to stay in his word. Na inataka tuamini neno lake. We have to believe his word. Na wakati tutaamini hiyo neno, And when we believe those words, na kila kitu chochote kinyewe tutaomba kwake, everything that we pray to him, kwa jina la Yesu Kristo, in the name of Jesus Christ, na hiyo vitu itapatikana. those will be given it. Hiyo vitu itakuja kwetu. Whatever we pray, we'll receive it. Na atakuwa rafiki yetu. And he will be our friend. Kwani Yesu alisema ya kwamba, Because Jesus said that. nyinyi ninawaita kama marafiki. He said, I call you as friends. Sikuwaita nyinyi kama esclave. I didn't call you like slaves, Lakini muko rafiki yangu. but you are my friends. Namna muko marafiki zangu, Because you are my friends. njoo kwa hivi nimeonesha kila kitu chochote Baba ananionyeshia mimi. That's why I'm revealing to you everything that the Father revealed to me. Kusema wakati Yesu aliweza kukuchagua, When Jesus chose you, na ukikaa ndani yake, and if you stay in his presence, wakati unadumu ndani yake sana, when you dwell in him, utamfahamu mzuri, you understand him more. na atakufahamu mzuri, And he will understand you as well. na mafundisho yake And his teaching itatenda maajabu ndani ya maisha yako. will do a lot of good things in your life. Hallelujah. Amen. Kwa hivi neno la Mungu anasema kwetu So for that, the word of God is saying, ya kwamba ikiwa Mungu aliweza kutupenda zaidi, if the Lord loves us so much, na ile ndani ya mapendo inataka sisi vile tupate na kudumu na kukaa ndani ya mapendo yake. and in that love we also have to stay and love him. Mungu aliweza kutupenda, God loved us. na kitu Mungu anataka kwetu tupate pia na kumpenda, What God want for us is for us to love. na anataka hiyo upendo ipate na kutawala katikati yetu zote, sisi zote tukue na upendo katikati And zetu. He wants that love to be among all of us. Hiyo ndio vitu na mapango ya Mungu. And that's what God is planning. Na neno la Mungu asema tukimupenda, And the word of God says if you love him, na commandment yeye aliweza kuleta, and the command he gave, anasema kama mnakaa ndani ya hiyo commandment yangu. if you stay in that commandment. John 15 verse yake 10, John 15:10. anasema if ye keep my commandment, ye shall abide in my love, even as I have kept the commandment, the Father commandment, and abide in his love. Namna neno la Mungu anasema ya kwamba Yesu Kristo yeye mwenyewe anasema namna mimi nimeshika. The word of God says, like I took the command. Nimeshika commandment ya Mungu. I took the commandment of God. Njo hiyo inatia mimi nakaa ndani yake na dumu ndani yake. That's why I'm dwelling in him. Namna ninadumu ndani ya neno la Baba yangu, Because I'm dwelling in my Father's word. na hiyo njo inatia Baba pia ananipenda. And that's why the Father loves me. Hivi ukitaka Mungu akupende zaidi, If you want God to love you more, wewe ushike sheria ya Mungu na uikae ndani udumu. you have to take the commandment of God and live in it. Na ushike hiyo commandment yeye aliweza kusema ndani ya maisha yako. And you also have to take the commandment he said in your life. Na wakati unameshika yao, utaona upendo wa Mungu itaendelea na kukutawala. When you take that commandment and put into work, you will see
how God is going to check Na you. kama unatii sheria yake, And if you obey His commandment, Baba Mungu Father God na Yesu Kristo and Jesus Christ na nguvu za Roho Mtakatifu and the power of the Holy Spirit itakaa na kudumu ndani ya maisha will yako. dwell in your life. Wakati hiyo utadumu ndani ya maisha yako, When it dwells in your life, na kutoka hapo ndio kila kitu chochote from there then everything else. ukiomba na Baba You ask to the Father kwa jina la Yesu Kristo, in the name of Jesus Christ. na hiyo ndio itafanyika. That's what will be done. Haleluya. Amen. Hiyo ndio neno kubwa sana kinyemo neno la Mungu yuko natuelezea sisi kwa magharibi ya leo. That's the big word of what God wants to understand today. Na ukitaka uone miracle ya Mungu, And if you want to see God's miracle, secret kubwa ya kutenda miracle the big secret for miracle ni kukaa na kudumu ndani ya Mungu. is to stay and live in Christ. Kukaa na kudumu ndani ya upendo wake. Live and dwell in His love. Na ukikaa na kutimiza mapenzi ya Mungu, And if you seek and dwell in the love of God, kila kitu chochote utaomba, everything else you pray, kila kitu chochote utaita, everything else you call, kila kitu chochote utafukuza, everything else you would chase na itatii sauti yako. will obey your word. Kwani Mungu njoo atazungumuza ndani yako. Because it's God that will speak through you. Kwani Mungu njoo ataangalia kutoka macho yako. Because it's God that is going to look at it. Kwani kwa jina la Yesu Kristo, Because the name of Jesus Christ, kila kitu utagusa everything you would touch, itagusiwa na mkono wa Yesu Kristo. it will be touched with the hand of God. Kama Yesu Kristo nakaa ndani yako, If Jesus Christ lives in you, mwili yako sio yako tena. your body is no longer yours. Mwili ni kusema umeisha leta Yesu ipata na kutawala. That means you already gave the Lord your body to control. Unaleta Yesu apate na kuitawala. You gave God to take over it. Unaleta Yesu ipate na kutumizia. You gave Jesus to use it. Unaleta Yesu ipate na kutembea ndani ya mwili yako. You gave Jesus to walk in your body. Na kwa hivyo, For that, kama Yesu Kristo anatembea ndani yako, if Jesus Christ walking in, pali yote utakanyaka, everywhere you step, na Yesu, mguu ya Yesu njio utakanyaka hapo. the feet of Jesus will step there. Macho yako kinye utaona naye, The eyes that you will see with sema Yesu njio utaona kutoka ndani ya macho yako. is Jesus that's going to see through your eyes. Mambo yote utasema, Everything you say na Yesu ndio itasema kwa kinywa chako. is Jesus that will say it in your mouth. Sauti itakuwa yako, The voice is yours, lakini nguvu itakuwa ya Yesu Kristo. but the power is for Jesus Christ. Njoo kwa hivyo neno la Mungu anasema, And for that the word of God says, dumu na ukae ndani ya neno langu, dwell and live in my word, hivi mapendo yangu ipate na kuendelea na kukomea na kuikaa ndani ya maisha so that yako. my love will continue and grow in your life. Kwa kupata mapendo ya Mungu, To get the love of God, ndugu na dada, nataka kukaa sana ndani ya Mungu. brothers and sisters, you have to stay in God's presence. Inataka kuishi maisha yule Mungu anataka uishi nayo. You have to live the life that God wants you to live. Uishi namna Yesu Kristo anasema muishi. Live like Jesus Christ told us to live. Kwani komandema moja Yesu analeta kwetu, Because one commandment that God gave us, na Biblia pia anasema ya kwamba and the Bible also says, penda Mungu wako love your God na roho yako with yote all your heart, na nguvu zako with zote, all your strength, na upende jirani yako and love your neighbors kama wewe mwenyewe. like you love yourself. Haleluya. Amen. Na Yesu Kristo mbele yake ya kuenda mbinguni, And Jesus Christ, before he left, anasema mambo moja ninawapatia he tu, said, one thing I'll give you, mupendane kati yenu. love each other. Wakati mutapendana kati yenu, If you love each other, na
dunia ataona hiyo upendo, the world will see that love. na dunia atajua ya kwamba ninyi ni watoto wa Mungu. And the world will know that you are the children Kwa of kuwa God. mtoto wa Mungu To be a child of God, ni kutii sauti ya Mungu, you have to obey the word of God. ni kutimiza mapenzi ya Mungu, You have to do God's will. ni kumpenda yeye Mungu You have to love God na kukaa ndani yake and to stay in Him. na kuishi maisha ya utakaso. To live a life of repentance. Haleluya. Neno la Mungu kwa magharibi ya leo The word of God for this evening anatufundisha ya kwamba is teaching us that tupate na kudumu na kukaa ndani ya Mungu. we have to live and live in God. Tupate na kukaa ndani ya neno la Mungu. We have to live in the word of God. Tufungane ndani ya neno la Mungu. We have to be close to the word of God. Na wakati tukifungana ndani ya neno la Mungu, And when we are closer to God, na Mungu takuwa upande wetu. God will be on our side. Na kila kitu chochote tukiomba And everything else we pray kwa jina la Yesu Kristo, in the name of Jesus Christ, hiyo vitu itatendeka. God will be done. Hiyo yote itafanyika. Everything will be done. Ni kwa kuomba yeye Yesu Kristo Is to pray Him, Jesus Christ, apate na kututawala, to come and dwell in our lives, apate na kuishi pamoja to nasi, live with us, hivi tupate na kumpendeza, so that we will make Him happy, hivi tupate na kuzaa matunda mazuri. so that we bear a good fruit. Na kama tunazaa matunda mazuri, And when we bear good fruit, na kila kitu chochote tukiita Mungu, everything else we want to call God, na tukisema kwa jina la Yesu and we Kristo, say in the name of Jesus Christ, na tutaona Mungu atatujibu. we will see Jesus will answer us. Pengine majibu ya maombi yako imekawia, Maybe the answer to your prayer is taking some time, juu pengine haudumu katika neno la Mungu. maybe because you're not closer to God. Saa zingine majibu yako iko karibu na kuja, Maybe your answer is in the way, lakini wakati una dekuraje, but when you give up, utaona majibu yako itakawia. you will see the answer will take some time. Lakini neno la Mungu linasema kwetu But the word of God is telling us ya kwamba nyinyi mkae ndani ya neno langu, that you stay in my word, na neno langu ipate na kudumu ikae ndani yenu, and my word to stay within you, na kila kitu chochote mutaita, and everything else you call, na kila kitu chochote mutaomba, and everything you pray, na utaona itakuja. you will say will come. Tutasoma John 15 verse yake 7. God, read John 15:7. Soma kipata. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno ya Mungu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote, nanyi mtatendewa. Amen. If you remain in me and my words remain in you, then you will ask for anything you wish and you shall have it. Neno la Mungu anasema ya kwamba kama mnakaa ndani yangu, The word of God says, if you remain in me, na kama neno la Mungu nakaa ndani yenu, and if the word of God is in you, anasema kila kitu chochote it says everything yoyote mtaomba you will pray kwa jina langu Yesu, in my name, Jesus, na utaona hiyo vitu itatendeka. you will see that be given to you. Majibu yako utakuja. You will find your answer. Na magharibi ya leo And this evening, ninakuita ndugu na dada, I'm calling you brothers and sisters. pengine majibu yako inaweza kukawia, Maybe your prayer is taking some time, lakini leo but today ni wakati mazuri is a good time. kinyo tutaomba pamoja na wewe. We'll pray with you. Kama unaamini hiyo neno, If you believe those words, na utaona neno hiyo itatenda kazi. you will see those words will do something. Saa hii tutaenda ndani ya maombi. Right now we're going to pray. Waamini pamoja na mimi Believe with me
ya kwamba Mungu anakusamehe, that God already forgave you, ya kwamba Mungu anakupenda, that God loves you, ya kwamba Mungu anakuchagua. that God chose you. Sio wewe ndio unamchagua, It wasn't you that chose him, lakini anakupenda, but he loved you. anataka upate na kukaa na kudumu ndani yake. He wants you to stay and remain in him. Hivi majibu yako kwa magharibi ya leo So your answer this evening itakuja haraka. will come quick. Ukisema neno hiyo moja If you say this one word, na ukiita Yesu Kristo na ingia ndani ya maisha and yako, if you call Jesus Christ to enter your life, na ataingia ndani ya maisha he yako, will enter your life. atakaa ndani ya maisha He yako, will stay in your life. atadumu ndani ya maisha He yako, will dwell in your life. na yeye ni neno la Mungu. And he's the word of God. Kama yeye Yesu ni neno la Mungu, If Jesus is the word of God, ataendelea na kudumu ndani ya maisha yako. he will continue to live in you. Hivi ndugu na dada, Brothers and sisters, saa hii ninakuita, this time I'm calling you. wakati wa sasa At this moment ni wakati mzuri ya kuomba, is a good time to pray. ni wakati mzuri ya kumuita It's a good time to call him apate na kukujibu kwa magharibi ya leo. so that he can answer you. Hivi tutaenda pamoja na wewe ndani ya maombi. So let's go ahead and pray. Utasema pamoja nami, You will say, you will repeat after me. sema: Baba Mungu, Say, Father Lord, magharibi ya leo this evening ninasikia sauti yako, I heard your voice. ninasema unisamehe, I say, forgive me. na ninakuita Yesu Kristo, And I call you Jesus Christ. ingia ndani ya maisha yangu, Enter in my life. ondosha jina langu Remove my name kwa kitabu ya mauti, in the book of death. andika jina langu Write my name kwa kitabu ya uzima. in the book of life. Saa hii This moment, niko mwana wa Mungu, I'm a child of God. saa hii This time, nimechaguliwa, I am chosen. saa hii This moment, nimesamehewa I am forgiven. kwa jina la Yesu Kristo. Lord Jesus Christ. Asante Yesu. Thank you, Jesus. Saa hii tena tutaenda kwa maombi. You're gonna pray again, Namna neno la Mungu nasema, just like the word of God says. kama neno langu nakaa ndani yako, If my words remains in you, na kila kitu chochote ukiomba, and everything else that you pray, na nitakujibu. I will answer you. Hivi kwa maombi kinyewe tutafanya saa hii. So for the prayer that we're about to do, Ninajua huko na problem fasi moja fulani. I know you have a problem somewhere. Pengine uko na problem ndani ya mwili, Probably you have a problem in your body. pengine uko na problem ndani ya nyumba zako, Maybe you have a problem in your family. pengine uko na problem ndani ya kazi yako. Maybe you have a problem at your job. Saa hii ni saa mazuri. This is the right time. Tutaenda na kuomba Mungu. We'll go and pray. Just kwa kutii Mungu. To obey God. Kama uko mgonjwa, If you're sick, guza pali unaumwa, touch where you are hurting. na uamini pamoja na mimi, And believe with me. na Mungu atakugusa hapo hapo. And Jesus will touch you right Wakati uko natusikia saa hii, when you're listening. hivi gusa pali umeumwa, Touch where is hurting. mimi na wewe tutaita Yesu Kristo akuguse. Me and you will call Jesus to Hivi touch. tuombe Mungu. Let's pray. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaombea ndugu, ninaombea dada saa hii, popote ameumwa saa hii, kwa jina la Yesu Kristo nasema maumivu enda, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maumivu zote ndani ya miskle, ndani ya miguu, ndani ya shingo, ndani ya mgongo, kwa tumbo, pahali yote ameumwa saa hii, maumivu nasema ondoka kwa jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa kutusikiliza. Asante kwa kujibu ndugu na dada kwa problem zote yako na pahali ya kazi, pahali yote ndani ya business zake, umuguse saa hii katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante kwani huko nagusa yule mtu anaanza kujenga nyumba lakini pesa yake imeibwa, lakini Baba umusikilize, fungua njia mwingine apate na kupata hiyo pesa tena.
aanje na kuendelea na kazi ile. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana kwa kutenda ishara ndani ya maisha ya ndugu na dada. Saa hii wanataka kutiwe. Usifiwe, ubarikiwe kwa yote kwa jina la Yesu Kristo. Father, in the mighty name of Jesus Christ, I command every sickness, every pain in the body, in the muscle, tendons, right now in Jesus' mighty name, every pain go now. Father, I thank you also for his business. I thank you for the health. I thank you for everything you are going to do, the great in the life of my sister and my brother right now. In the mighty name of Jesus Christ. Father, we thank you. We give you glory. In Jesus' mighty name. Okay, tunashukuru Mungu tena sana kwa saa hii. Thank God for this moment. Hivi najua ya kwamba umebarikiwa. I know you're already blessed. Ya kwamba kama umebarikiwa, That because you're blessed, endelea tena na kutufuata. continue to follow us. Ubarikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Be blessed in Jesus' name. Amen. Amen.